Sindu baba oh, sindu baba oh. Yeah, sindu baba oh. Yeah, sindu baba oh. Yeah, sindu baba yeah, sindu baba Mume wangu, samahani lakini wakati naosha kichwa chako hapa nimeona ni kichwa cha baridi sana, yaani kama mtu aliokufa vile, yaani mpaka mikono yangu imekufa ganzi. Hivi una akili kweli? Unataka kujua nini? Sina kuuliza unataka kujua nini? Nisikilize mwanamke. Hayo masuala yako kipumbavu siyataki kuyasikia. Sio, unanielewa? Mimi nategemea na mwanamke mwenye siri ndani ya nyumba. Mwanamke ambaye atanipa faraja. Wewe unabaki unichunguza, unanichunguza? Nakuuliza unachunguza? Lakini mume wangu, kwani nimefanya kosa kukuuliza? Baba. Lakini huyu mwanaume hata afadhiliki. Kila ninavyojaribu kumpenda hapendeki. Sindu baba oh, sindu baba oh. Binti, unadhani unaweza kunikimbia? Kama huwezi kunikimbia mimi, maana wewe ni binadamu wa kawaida. Unadhani unachotaka ukifanya itakuwa ni rahisi? Kamwe haiwezekani. Ninapokuwepo mimi, na huu ni utawala wangu. Ni mwana wa bingwa, namo ya kunanja, ndi kwa ajili ya wantu wewe watali na nahamo. Tuondoke! Tuondoke! Waondoke! Waondoke! Wewe waondoke! Ni kwa nini mnanikimbia? Wakati nyinyi binadamu ni viumbe dhaifu sana.
na hata uwezo wenu wa kufikiria ni mdogo sana katika hii dunia. Mnataka kujua kwa nini nawaua? Ndiyo, kwa sababu mnatuua tu pasipo na hatia. Kwani tumewakosea nini? Hili nalifanya niishangaze dunia, na ninachokitafuta hivi karibuni karibia nakipata, na alipojificha atajitokeza tu kwa haya matukio, na watanitambua tu kama mimi ndo Bitausi Mnyama. Asante sana kaka kwa kunisaidia. Ila nataka kufahamu wewe ni nani? Mlinzi wa hapa ndani, nikimaanisha nalinda kila kitu kilichopo hapa ndani pamoja na binadamu. Mbona sijawahi kukuona huko ndani? Wewe unakalia kwa wapi? Nataka unijuze. Sio rahisi kuniona kwa macho ya kawaida, ila inapaswa kutambua kitu kimoja. Kumekuwa na matukio ya ajabu sana katika mitaa. Kwa hiyo inakupasa kuwa makini. La sivyo utahatarisha maisha yako. Yaani unaweza ukafa. Sawa. Asante. Sawa. Ingia ndani. Samani Ufini, hivi vipi kuhusu Sima? Atakuwa salama kweli kwenye huu mji? Kuhusu Sima usiwe na wasiwasi, usiwe na shaka, kwa sababu sio mgeni katika mji huu na sio mtu mdogo wa kuweza kupotea. Kwa ondoa wasiwasi. Sawa, mimi ndo sababu ya kuweza kutenganisha undugu wenu. Hapana, ni ujinga wake yeye mwenyewe. Kwa sababu angeweza kunisikiliza, basi tungekuwa pamoja. Lakini nakuwa na mashaka. Ila kumbuka wewe ni ndugu yako. Usihofie wala kukupa kitu chochote. Atakutafuta tu. Hivi, nyinyi ni wenyeji kwenye huu mji? Na mbona mnaonekana hamna wasiwasi? Mmetokea sehemu gani? Mwaje mapele Ufini. Etwa se mapele Nachi. Mwaje vida le village kwa mapele Kajeru. Oh, nimewafahamu sasa. Asanteni. Huyu binti ni asili ya kwetu. Anaonekana mwenye nguvu sana. Lakini anahofia ukifanya ambacho utakifanya. Na mimi nimeligundua hilo. Ila tupasi kuwa waoga, kwa sababu tuna nguvu zinazojitosheleza. Sawa, tuondoke. Wifi, yani siamini umekuwa na roho mbaya kiasi hicho. Ina maana mwanao kumsindikiza mwanangu dukani imekuwa shida? He? Watu wanauliwa huko mitaani. Vifo vya ajabu ajabu vinatokea. Ulitaka nimruhusu mtoto wangu aondoke na mtoto wako. Mimi ni mama. Ungekuwa wewe ungeweza?
Kwa hiyo unataka kuniambia hivyo vifo vinasababishwa na mwanangu mimi? Mbona umekuwa na roho mbaya kiasi hicho? Yaani hata sikuzania hata kidogo. La, ina maana kukufadhili kote kule unatuambia sisi tuna roho mbaya? Kukubeba uje kukaa kwenye hili jengo unatuona tuna roho mbaya? Hatujajua kama tunajibebesha gunia la misumari aliyakuwa tuna kipara. Haya, kama roho yangu mbaya, basi ipake rangi endelee kung'aa vizuri. Basi sawa, naomba unisikilize kwa umakini. Kuanzia leo hii, kila mtu aagize mtoto wake. Wewe utakuwa unamtuma mtoto wako na mimi nitakuwa namtuma mtoto wangu. Nadhani umenielewa mpaka hapo Vizuri. Nilikuwa nalisubiri kwa hamu. Kwa sababu hauwezi kutoa protoko kama hizo, baada ya mimi ndo nitoe protoko kama hizo. Kuanzia leo, saa hii ninakwambia, gauni langu hili sitaki nikuone umevaa. Kuanzia hapa unavoongea hizi habari, kalitoe gauni langu na nguo zangu, sitaki shobo na nguo zangu. Sijui umenielewa mpaka hapo? Kwa nguo gani sizoenda dobi zikatakata? Nguo zenyewe kufua ujui na kufulia mimi. Eti nguo. Leo ishia zako. Kwenda mwana kwenda wewe. Unanitisha mimi? Huwezi kunitisha kiasi hicho. Kama ni nguo, nitaleta mfanyakazi atakuja kuzifua. Unitishi kwa lolote. Umekondeana tu. Iweje utamani cha mwenzako, iweje utamani vya wenzako, mchawi ndugu, rafiki wa karibu, mchawi ndugu. Binti, kuna wamama wawili unaishi nao nyumbani kwako. Mmoja ni mama mtu mzima na mwingine ni binti. Je, unawafahamu watu? Mzee, mimi siishi na watu nyumbani zaidi ya mimi na mume wangu tu. Binti, nina nia njema sana kwako na nahitaji nikusaidie. Hao watu unaoishi nao sidhani kama watakuwa ni watu wazuri kwako. Mzee, mbona sikuelewi? Na alafu sikufahamu. Na hawa watu unaowaongelea, mbona mimi siwafahamu? Binti, kunifahamu mimi sio tatizo. Lakini kumbuka mimi ni mtu mzima na nimetangulia kuliona jua kabla yako. Sidhani hao watu unaoishi nao kama watakuwa ni watu wema kwako. Na itakuja kukutokea jambo moja baya sana, utakuja kujuta katika maisha yako. Habari yako? Kwani unaniona? Ndio nakuona. Na pia ninakufahamu. Na huu mguu nipo naelekea huko kwenu. Unanifahamu? Ulishia kuniona wapi? Nishawahi kuona huko kwenu. Nyumbani kwetu? Sawa. Hata hivyo sina muda kupoteza hapa. Kazi yangu ni moja tu sasa hivi. Ni kuua kila ninayemuona. Naona kabisa hii ni zamu yako. Hauwezi kuniua kirahisi kama unavyofikiria.
ni nani? Rupia, mimi nawafahamu hao watu wanaofanya mauaji, na ni wachawi wakubwa sana, wana nguvu za kujitosheleza. Je, unaweza kunieleza kwa nini wanafanya mauaji kwa binadamu wasiokuwa na hatia, na kitu gani kinachosababisha wanafanya mauaji hayo? Au kuna kitu wanachokitafuta? Wanatafuta vazi la Sindu, na ni kitu muhimu sana, na pia kinamilikiwa na mtu mmoja tu, na huyo ndiye wanayemtafuta. Ila alipo huyo mtu, nyumba yake imeweza kuzindikwa na uchawi mkubwa sana, tena usioingilika, na ni ngumu kuweza kuifahamu nyumba hiyo ilipo. Je, ni nani huyo? Mtu huyo yuko hapa au yuko maeneo tofauti na hapa? Ni huyo mzee tunayemtumikia na kuweza kumlinda kila siku. Yeye ndiyo Sindu, na anamiliki vazi lenye thamani sana, ambalo vazi hilo linaitwa Sindu, na hao wachawi ndicho kitu wanachokitafuta. Sasa nimekuelewa. Kipi kifanyike ili wasifanye ya mauaji? Ili mauaji yasiweze kutokea ni kulipata vazi la Sindu, ila upatikanaji wake sio rahisi. Sawa, basi mimi niko tayari kuwakamata ili wasiweze kusababisha mauaji kwa binadamu wasiokuwa na hatia. Bila shaka, hayo ndiyo majukumu yetu, inapaswa kuweza kuyakamilisha. Rupia, inatupasa tuwe makini sana, kwa sababu hao wachawi wana maumivu ya muda mrefu sana. Hey, hapo. Usiingie ndani kwangu. Kuanzia leo, wewe na mamako siwataki kwenye hii nyumba. Kumbe nyinyi watu wabaya sana kiasi hiki. Naomba leo muondoke na siwataki hapa kwangu. Dada, kwani kuna tatizo gani? Mbona mimi sijui chochote? Imekwaje? Kwani hamjui nyinyi mnavyovifanya? Wewe na mamako. Nakula na nyinyi kuanzia mchana. Kumbe nyie mnaruka usiku eti. Nyinyi ni wachawi mlioshindikana. Sasa basi, kama umenielewa, mwambie wewe kinyago mwenzako humu ndani kaondoke fast. Siwataki hapa.
Haina haja ya kunifahamu, sababu mimi na wewe ni vitu viwili tofauti. Nataka nikuulize swali. Hivi kwa nini unautumia vibaya uchawi wako na kuwazuru watu wasiokuwa na hatia? Je, unapata faida gani unapoua binadamu wasiokuwa na uwezo wowote ule, tena ni dhaifu? Ninafurahi sana ninavyofanya vifo vyao, ila tambua hakuna kifo kinachokosa sababu, na kila jambo ninalolifanya tambua ninalifanya kwa akili zangu timamu. Je, wewe ni kibaraka wa Sindu? Hata nikikwambia uwezi kunisaidia kitu chochote kile. Alafu majadiliano hayahitajiki, tufanye vitendo, hilo ndo suluhisho. Oh, unanitisha? Basi sawa, na mimi niko kama wewe, na kama umeitaka vita basi mimi naimaliza, na si unaitaka ngoma basi tuingie tuicheze. Nadhani hapa mtaishi vizuri. Na uzuri huduma zote za kijamii zipo hapa. Hata barabara ipo karibu yenu. Kwa hiyo kwa changamoto yoyote mnaweza mkanipigia simu. Nashukuru sana Bwana Dali Mkane. Na kwa nyumba hii nimefurahia sana. So kama utakuwa na changamoto yoyote ama jambo lolote, tazidi kuwasiliana. Usijali boss. Hayo mambo ya kawaida. Tunashukuru kama utaweza kufanikisha hiyo. Nadhani sisi hapa tunakuamini sana. Na nikuahidi Bwana Mkane, ukiweza kuleta mfanyakazi, tutakulipa vizuri kama tulivyokulipa kwenye kutafutia nyumba. Katika hilo, mimi nahisi limeisha kabisa. Nipeni siku ya leo. Kesho mfanyakazi anakuwepo ndani. Asante sana. Na mapenzi upofu, naweza penda takizani, moyo kaubebesha maumivu, mapenzi yanauma ndani kwa ndani. Utumwa wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapoteana. Utumwa wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapotezana. Kipenzi, umejisikiaje kuweza kuwekwa sehemu nzuri kama hii? Kikweli najisikia amani sana. Yaani nimekuwa na furaha, yaani kubwa sana. Maana maisha tuliokuwa tunaishi sasa yamebadilika. Vipi kuhusiana na Wifisima? Unadhani itakuwaje kwenye upande wake? Nadhani Sima ni mtu mzima na anajielewa. Kama akihitaji uwepo wetu, akihitaji kutuona, nahisi hapa ni rahisi basi kama atahitaji kutuona ama kujua sehemu ambayo tupo, ana nguvu nyingi za kumuonesha sehemu ambayo tupo. Basi sawa, mimi nakusikiliza wewe tu. Wewe ndio muamuzi wa kila kitu. Sawa, kama umenielewa. Alafu unatakiwa usiwe na hasira, tunatakiwa tujishushe. Lati mwanangu, akufukuzaye yakwambii toka. Haya ni maisha tu. Ni bora kumwabudu Mungu kuliko binadamu kama wewe. Hakuna aliyezaliwa mwanangu akatambua kwamba atakuwa maskini au tajiri. Sawa, sasa vipi kuhusu mjomba? Atakubali kweli? Kwa sababu mjomba ana tatizo, mwenye tatizo ni huyu mkewe. Sitomwambia kwa sababu tusije tukagombanisha ndoa ya watu. Kwa kuwa yeye ni mke na mume, bora aje kutambua sisi tumeshaondoka mwanangu. Na pia mwanangu, utambue hapa sio kwetu. Inabidi tutafute cha kwetu ili tuweze kujitegemea.
Sawa. Na je, vipi kuhusu nguo zake? Utampatia? Bila shaka mwanangu, nitampatia nguo zake na haina haja ya kuwa nazo. Twende tukampumzike mwanangu, halafu kesho asubuhi mapema tuianze safari. Lati mwanangu, ila nikuombe kitu kimoja. Unapolala mwanangu, usisahau kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu hawa ni wachawi, usije ukasitisha safari yetu. Sawa, hamna shida. Lakini inatupasa tuingie ndani. Huu muda sio sahihi sana. Alafu mama, mimi nitamisi sana Samia, manake nishamzoea. Haya, twende ndani mwanangu. Wow. Habari mrembo, uliyependeza tena mwenye muonekano wa kitofauti. Na kwa nini umesimama bila mashaka wala hofu ya aina yoyote, hasa katika kipindi hiki kigumu cha vifo na mauaji kinachoendelea? Ukimya wako tu unazidi kunishawisha na kunionyesha jinsi gani Mungu alivyokuumba kwa muonekano wa kitofauti sana. Lakini pia muonekano wako unanisafirisha mbali sana na kunipeleka katika visiwa vya Malavidavi, nikimaanisha Tanga, Pemba na Unguja. Mrembo, nafsi yangu inaniambia kwamba wewe unanifaa sana, na ninakuhakikishia hautojutia kuwa na mimi katika maisha yako yote. Asante sana kijana mtanashati. Halafu, kwani umenifanya nini ndani ya moyo wangu? Maana hapa najionea makopakopa tu. Naona makopakopa tu yani. Wow. Ni lazima uone hivyo, kwa sababu jina langu ni Mobi, mtoto wa Mobimba. Na hata katika mechi za kitandani mimi ni mshambuliaji hodari sana. Wengi wananiita Aua wa Simba, na kila ninapopata nafasi ya kupiga penalti, basi ni lazima nishinde. Lembo, na kuomba nipe nafasi katika moyo wako ili uenjoy kupata raha za dunia hii. Hongera kwa uhodari. Kwani unakaa wapi? Wow. Wala sio mbali sana na hapa, lakini kama moyo wako umeruhusu kunifahamu, basi unaweza kupafahamu ninapoishi. Mama, unadhani maamuzi uliofanya uko sahihi? Mbona ghafla hivyo? Ndiyo mwanangu, nipo sahihi. Hatuwezi kuendelea kukaa kwenye nyumba za watu hali ya kuwa tunanyanyasika. Basi sawa, lakini kwa muda huu tunaelekea wapi? Ndiyo mwanangu, nipo sahihi. Mimi naona bora turudi kwenye kijiji alichozaliwa babako, Korogwe, Tanga hii. Kwa sababu wewe huko ndo ulipozaliwa na ukoo wako ndipo ulipo. Sawa, mimi nakusikiliza wewe mama wangu.
Mama na mtoto na mabegi. Vipi, kulikoni? Sisi tumeweza kuamua kuondoka. Kwa hiyo haina haja uyajue yote. Hongera kwa maamuzi, kwa sababu mmeamua wenyewe kutoka ndani ya mioyo yenu. Vizuri. Asante. Asante sana. Tuondoke. Asante sana kwa tendo lako lililoshiba. Na tangu nikutane na wewe, umekuwa ni mwanamke wa tofauti sana katika maisha yangu. Unamaanisha nini kijana handsome? Namaanisha umekuwa ni mwanamke wa tofauti sana katika maisha yangu. Tao, mwili wako umekuwa wa joto na baridi, na hauchoshi kabisa katika tendo. Asante sana. Tao, kusema ukweli, moyo wangu umepigwa na butwaa kwa penzi lako zito, ambalo sijawahi kulipata katika hii dunia. Asante sana kwa maneno yako mazuri. Nami pia nimelizika. Umekuwa kijana tofauti sana. Uliweza kusubutu kushika hisia zangu. Wow. Mama, tumeshapumzika vya kutosha. Inapaswa sasa tuelekee stendi. Lakini hapa tulipo tuna 20,000. Na tukienda kupanda magari ya Tanga, kila mtu ni 25,000. Mama, sasa tutafanyaje na ikiwa nauli haitoshi? Sawa mwanangu, usijali. Lakini inabidi kuweza kupiga moyo konde. Kwa sababu kwenye matatizo furaha uwaga inakuja mbele. Usijali mwanangu, yataisha tu.
Lati, kwani unamfahamu huyo? Ndiyo mama, hao ndo vibaraka wa mjomba kule nyumbani. Hongereni. Naelewa kwa nini mnaondoka. Na pia ni maamuzi mazuri kwa sababu yatawafanya muwe huru. Ila pesa zenu mlizonazo ni chache sana. Sasa sijui mtafikaje huko mnakoenda. Hamuoni kama itakuwa ni hatari? Hatujui, lakini tuna matumaini ya kufika safari yetu. Kwa sababu tumetia nia kwa kila kitu, kwenye shida na raha. Sawa. Ila mnaonaje nikawasaidia kuwavusha kufika hadi kwenye kijiji chenu? Kwa sababu safari yenu ni ndefu sana. Mpaka mfike huko mtakuwa mshachoka sana. Kutokana na uwezo niliokuwa nao, mimi naweza kuwasaidia kufika huko. Naomba mniamini. We Kigagula, kivipi yani? Unatuvushaje? Sisi tunakwenda stendi kupanda magari. Usijali mama. Lengo ni kufika nyumbani na ana uwezo wa kutusaidia kweli. Sawa, nashukuru kwa kuweza kunielewa. Nifuateni. Niliogopa sana mama. Nilithubutu kutaka kuchukua mali za baba, lakini nilijikuta nipo kwenye kifungo. Kifungo? Unamaanisha nini? Unataka kuniambia ndani ya nyumba hii kuna gereza? Ndiyo. Kuna mambo ya asili yanayoendelea katika hili jumba, na hauwezi kuyaona kirahisi kama una macho ya kawaida. Mwanangu, maneno yako ni magumu. Yananifanya mimi nipate wasiwasi mkubwa sana. Hayo maneno makubwa hivyo umeyapata wapi? Mama, Umwane mbonta kwengwa. Ingo hane lulinga pa kunelewa. Huku wabombiha hakuenza kuko asili. Jaribu kufikiria tena. Inda kwanza garusha maneno rwinji. Nene mwamba kufuma kwaga dugu. Kumbozi bakuntambula. Bamanyi tabia ziyani kuomba gauli. Kwa utaenza ungarusie kwilisinda kwenda familia hali hapa. Haya kinza huko agisalizi. Utaanda umine wa rubibi waho. Kurondoro mlozi unani wakati wewe mlozi. Tenze turondorane baadaye. Na kuoka ruwa kwanza, ruwa wirindingi kwa kolea. Mwinza kule ujute. Maki umwanie we myanzi sana. Ukuli ya bantu nini? Nza we baba waho. Samia mwanangu, mbona uko hivyo? Na ulikuwa unatazama nini huko nyuma? Tena umeganda kwa muda mrefu. naomba mazungumzo yaishie hapa, kwa maana wapo watu wanafuatilia maongezi yetu, tusije tukayazua makubwa. Samia, kuna mambo nataka nikuulize. Na naomba unieleze ukweli. Kwa sababu ukweli humweka mtu kuwa huru. Kwa hiyo naomba usiogope kitu chochote. Hebu niambie, ni kwa nini shangazi yako na Raki wameondoka hapa nyumbani? Ni kweli baba,
ila ninachofikiria mama akija kujua ukweli atanifikiria tofauti. Naogopa. Samia, mimi ndo baba yako. Mimi ndo nakupa wewe kila kitu, sio mama yako. Kwa hiyo unayopaswa kumwogopa ni mimi, wala sio mama yako. Hebu niambie, na wala usiogope kitu chochote. Hakuna mtu yeyote anaweza kukutisha ndani ya nyumba hii, kwa kuwa hii nyumba ni ya baba yako. Kuna sababu zipi? Mama ndo sababu ya kila kitu, kuondoka kwa Lati pamoja na shangazi. Alikuwa akiwanyanyasa sana na akiwaeleza kwamba hapa sio kwao. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Sasa hapo nimeelewa. Sasa subiri, hili swala mimi nitaliweka sawa, na usimwambie kwa wewe ndio umesema, na usimwambie kama mimi na wewe tumezungumza. Sawa? Sawa baba, nimekuelewa, ila samahani, naomba usimzuru mama kwa sababu yule ni mama yangu. Samia, usijali, mimi nitajua nini cha kufanya, na kwa kuwa umeonyesha ushirikiano, nimetambua wewe ni mtoto mzuri, nitakutafutia zawadi. Shezo, unadhani tutafanya kipi sasa? Kwa maana sasa hivi mauaji yamezidi mitaani. Sikia nikwambie, hapa hakuna jinsi. Inabidi tuchukue mwili wa Mobi na tuende tukahostili. Alafu Mobi ni rafiki yetu, ni mtu wetu wa karibu, inabidi tulitambue hilo. Sawa, lakini wewe hauogopi kifo? Kifo? Kifo kitu gani? Hata wewe utakufa tu, hautoishi milele hapa duniani. Sikia nikwambie mwanangu, acha mambo ya kike. Alafu huo uoga hautokusaidia. Kumbuka kuna jela. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Nitafanya hivyo. Lakini kishingo upande. Ila kitu gani? Achana na ila. Jamaa ataoza ndani huko. Inabidi ili jambo tulifanye haraka na mapema sana. Hebu tuingie ndani. Hebu kaza mwanangu. Unajua mtoto wa kiume. Sikia, mzee. Chakala bogo bogo Chakala bogo Mama Samia, naomba unieleze, ni kwa nini dada yangu na mwanae wameondoka hapa nyumbani? Mume wangu, mimi sijui kitu chochote kile. Alafu mbona umekuwa na wasiwasi na mimi? Acha kuendelea kumdanganya, hali ya kuwa najua kila kitu. Unashindwa kukiri makosa yako. Ni kweli kuondoka kwao mimi nahusika, lakini mume wangu, naomba unisamehe. Ni tamaa tu za mali na kuhitaji madaraka katika hii nyumba. Mama Samia, kwa nini uwe na roho mbaya kiasi hicho? Tena kwa ndugu yangu nilizaliwa naye tumbo moja. Tena bila hata huruma. Unadhani mwezio ataishi vipi? Na unajua nilikoelekea? Na unatambua fika kabisa kijijini tulikotoka ni mbali. Wataenda wapi? Yaani wewe mwanamke ni katili sana. Na wala sikutarajia kama ungeweza kufanya mambo kama haya. Naomba nisamehe mume wangu. Naomba unisamehe mume wangu. Nimeshatambua pale ambapo nimekosea. Nipo tayari kujirekebisha. Hayatajirudia tena.
na kuahidi mume wangu. Nikusamehe? Yaani unafanya makosa kwa makusudi alafu unataka kusamehewa, sio? Sikiliza, hebu toka ba. Toka! Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Sikiliza. Dada yangu na mwanae hawapo hapa nyumbani. Wameondoka. Sasa nataka ukawafuate haraka sana na uwarudishe hapa nyumbani. Sawa mkuu. Nafuata amri yako. Nitatekeleza kwa haraka. Nenda. Wewe ndio uogopi? Hivyo nafikiri naweza nikakuogopa kikaragosi kama wewe? Yaani mtu mzima unaacha kumwomba Mungu wako ili akuandalie kesho nzuri, unafanya upuuzi, unadhulumu nafsi za watu. Hivyo nafikiri mimi naweza nikaacha kwenda kustiri mwili wa rafiki yangu kwa sababu ya upuuzi wako? Naona unijui vizuri na ndio maana unajiamini. Lakini kwa yule anayemjua Bi Tausi mnyama, asingekuwa na usubutu kunijibu kama unavyonijibu wewe. Unapata wapi ujasiri huo? Eti Bi Tausi mnyama. Nisikilize wewe. Sasa kama wewe ni Bi Tausi mnyama, mimi ni Shenzo mdudu. Na kama unataka kuijua historia yangu vizuri, basi nenda kaulize mtaa wa Tegeta. Watakwambia mimi ni nani. Mimi nina roho mbaya. Alafu swala la kuua mimi kwangu ni kawaida. Naweza nikayatoa macho yako, alafu nikayatafuna kama bigijie. Alafu usichokijua, kama unawasikia watu ambao wanawashika watu mabega, alafu wanaondoka na nyeti zao, ujue mimi ndo kiongozi wao. Kwa hiyo kama unataka kulithibitisha hilo, endelea kufanya upuuzi nije nikushike bega. Usitake kutumia nguvu zako kwa viumbe visivyokuwa na hatia. Ukizingatia ni watu dhaifu sana hawa. Na kama unaitaka vazi la Sindu, nifuate mimi. Pakuta sana umaiwe. Wakutu kubatishizia abantu kugogo mtaa utakukata kwa ajili yao mai. Ile lili, manyi mbombo wandu ilole. Fuate. Sindu baba oh, Sindu baba oh.
Vipi mchawi? Mbona umerudi tena? Kuna tatizo? Ndiyo, kuna tatizo. Tatizo gani hilo? Mbona ghafla? Mkuu ameniagiza nije niwachukue. Mpaka sasa amegombana sana na mke wake kwa sababu ametambua kuwa yeye ndiyo chanzo cha nyie kuondoka. Kwa hiyo amenituma nije niwarudishe tena nyumbani kwake. Sisi hatuwezi kurudi kule. Yule mwanamke sitamani hata kumuona katika macho yangu kwa kile ambacho amenifanyia. Ametunyanyasa vya kutosha mimi na mtoto wangu. Pia aniache niendelee na maisha yangu. Mimi yule ni kaka yangu. Tumezaliwa wawili tu. Na pia nilikuwa natamani kuwa karibu na kakangu. Lakini kwa roho mbaya aliyokuwa nayo mke wake, sitoweza kurudi katika nyumba yao. Na hivyo natamani aniache na maisha yangu. Pia nilikuwa nakuomba, utakapofika, nenda kawaambia hujatuona sehemu ya aina yoyote. Naelewa, lakini nimepewa amri niwarudishe. Na nisipofanya hivyo nitahatarisha maisha yangu. Sikiliza we mchawi. Nenda kamwambie kwamba wale watu mimi sijawakuta. Yaani sitoweza kukanyaga katika ile nyumba tena. Sijui umenielewa? Nenda kawafikishie taarifa. Sitoweza kurudi tena. Abadani asilani. Sikilizeni. Tusiendelee kubembelezana. Hii ni amri imetolewa. Tuondoke. Bwana afadhali nimekuona ndugu yangu. Ni maana nimekuja kwani wiki nzima babu yako simpati. Hivi babu yako yuko wapi? Babu yangu mbona yupo tu? Itakuwa mnapishana tu. Mnapishana? Mbona sasa tukikaa kwani simkuti? Hivi unajua kama kijiji kimeshapata majanga? Watu wanakufa bila hata mpangilio ndugu yangu. Hebu nimekumbuka ndugu yangu. Wewe hapa jusikati hapa kuna mtu bwana kanizezesha ndugu yangu, nimekuta mwanangu upo katikati ya uwanja wa watu, nikaanza kujifanya mimi mwamba. Bwana shakaingia kwenye anga zangu bwana, namuuliza maswali, mara mtu anaanza kuongea Kiruga. Mara nyumbi bombi, si nini ndugu yangu. Nikasema ngoja nimuoneshe kwamba mimi ni gwiji mtau. Nikamsogelea ndugu yangu ile, namshika ndugu yangu. Akayuka yayu. Oa, nikaacha ndala. Yule kona ndugu yangu. Ndio maana nikaja kumtafuta babu yako. Ili kuna kitu aniongezee ndugu yangu. Na kama mwili wangu umepungua hivi ndugu yangu, maana alinionyesha advantage hiyo. Sijaelewa. Mpaka sasa hivi ndo babu yako simuone ndugu yangu. Hebu nionyeshe basi babu yako alipo. Mimi nikishampata babu yako mimi namweka hapa yule jamaa. Kwani vipi kwani ndugu yangu? Hey. Binti. Yaani leo unajifanya una heshima sana, si ndio? Yaani hivyo ulivyo, laiti watu wangekujua wasingekuwa wanathubutu kukaa karibu na wewe. Lakini hapo umejivisha tu ngozi ya kondoo, ungali ndani ni mbwa mwitu. Sindo, usione niko hivi. Kwa sasa hivi mimi ni binadamu wa kawaida. Nguvu zangu zimenipotea zote. Hapa hata sielewi nampataje mkuu. Naomba unisaidie Sindo. Niko chini ya miguu yako, naomba uniokoe kwenye hili. Binti, umevamia mji wa watu. Huko mlikotoka mlionekana mna nguvu sana. Lakini nguvu za kula hamwezi kwenda kuzifanyia kazi sehemu nyingine. Kwa sababu hata wahenga walisema, msafiri ni maskini tu japokuwa ni sultani. Wewe nani anayekujua huku? Na haya mambo mnayoyafanya ya mauaji, ya kuua watu wasiokuwa na hatia. Binti, na kuhakikishia wewe pamoja na mkuu wako mtakuja kuangamia vibaya. Na hizi damu mnazozitoa bila hatia zitakuja kuwalilia siku ya mwisho. Na kwa nini mnafanya hivyo? Kwa nini mnatumia uchawi wenu vibaya? Je, ndio mizimu yenu ilivyosema mfanye? Labda nikuulize swali. Unajua kwa nini nguvu zako zimetoweka mwilini mwako? Ndio nafahamu.
Hivi anakuja. Nilikwambia mwanangu, yule jamaa noma. Hapa sio kukaa tena. Tuondoke mwana. Sasa kama unajua na ina imani ulijua kabla, lakini tamaa zako za kimwili ndizo zilizokupoza. Ona sasa, umesababisha mauaji kwa kijana wa watu wasiokuwa na hatia. Je, ndugu zake wakija kujua kwamba ni wewe umesababisha mauaji ya kijana wao, wewe utabaki kuwa salama? Sindu, naomba uniokoe. Sina msaada mwingine zaidi ya kuko wewe. Naomba uniokoe Sindu. Kwa hiyo mimi ndo nikupe msaada, si ndio? Baniani mbaya, lakini kiatu chake ni dawa. Leo hii unaona mimi ndio nina msaada kwako, lakini umesahau kwamba wewe na huyo mkuu wako mnanitafuta. Lakini umesahau ya kwamba wewe na mkuu wako kilichowaleta huku ni kuja kumtafuta Sindu, na hamkumtafuta Sindu katika nia njema. Leo hii mimi nije kuwa msaada kwako? Akipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Heri nusu shari kuliko shari kamili. Na hii ikawa funzo kwa vibaraka wengine kama wewe, wanaotaka kutumika na mtu pasipo kujua madhara ya ile jambo anayoenda kulifanya. Nisikilize binti. Sasa na hii ikawa fundisho kwa vibaraka wote wanaotumika kwa wakuu wao pasipo kujua nia ya dhati ya wakuu wao. Ulishirikishwa kumtafuta Sindu. Shimo ambalo mlimchimbia Sindu mtatumbukia wenyewe, wewe pamoja na mkuu wako. Sasa imeanza kwako, kinachofuatia ni kwa mkuu wako. Na ukija kubahatika kukutana naye, mwambie nimekutana na Sindu macho kwa uso, na ukamweleze yote haya niliyokuambia. Kuna jambo litakuja kumkuta, atake asitake. Vinginevyo aachane na kumtafuta Sindu, na huu ndio mwisho wenu. Sina msaada kwako. Kwaheri. Sindu baba, Sindu baba. Samia mwanangu, nimekuita hapa, kuna jambo nataka nikuulize. Hivi babako kajuaje kama mimi ndo nilosababisha kuondoka kwa shangazi yako na Rati? Unajua najiuliza sana. Mama, mimi hilo swala hata silijui. Na hata hivyo nilishakwambia, hii nyumba ina mambo makubwa sana. Huwezi ukafanya kitu kisijulikane. Ni lazima kitajulikana tu. Unataka kuniambia hii nyumba ndio iliyomwambia babako? Mbona kama unanichanganya? Au ni wewe umemwambia? Maana hakuna mwingine tofauti na wewe humu ndani. Aka, mimi hata sijamwambia. Itakuwa tu alitusikia labda. Alitusikia wapi? Acha uongo. Mimi nilifanya vile kwa nia nzuri tu. Nilitaka mwanangu ubaki peke yako katika hii nyumba, utawale wewe na sio wale. Wale waache tu hata waondoke. Lakini wewe umeenda kumwambia babako. Sasa hivi unaniambia hujamwambia. Una uhakika gani au unaniaminisha vipi mimi niamini kama hujamwambia babako? Mimi kweli tena mama sijamwambia baba. Na wala sijapata muda wa kukaa na baba. Ila kuna kitu nataka nikwambie mama. Wewe kuna vitu hujavijua bado kwa baba. Ukikaa naye vizuri, anaweza akakwambia.
We, kuna kitu gani nisichokijua kwa babako? Leo hii mpaka unifundishe kukaa na babako eti niongee naye vizuri. Maisha ya nyuma ulikuwa unajua tunavyoishi mpaka tukakupata wewe. Samia, babako unamjua vizuri sana kuliko unavyomfikiria hivyo. Mama, nimeshakwambia kaa vizuri na baba, huenda atakwambia. Haya, acha tuone. Samahani kaka, nimepita pembeni ili tuzungumze kidogo. Nakusikiliza. Kwanza asante sana kwa kuniokoa, nashukuru kwa hilo. Na pia naomba unisamehe sana kwa kilichomfanyia Nachi. Sawa, hata usijali kwa sababu ni jukumu langu kukusaidia. Na wewe ni ndugu yangu wa damu. Nisipokusaidia sina mtu mwingine anaweza nikasaidia. Napo nyuma tutakufanya kosa. Na sijui kama kosa ilikuwa la kwetu au la mlezi wetu. Kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu ilikuwa hujafika mbali. Na nikaona niliepuke zaidi, nikaamua kuletea shemeji yako. Tukae na hapo ndani anifute mawazo na fikra hizo za hapo nyuma tulikuwa nazo. Ni kweli kakaangu. Nilichomfanyia Nachi ilikuwa yote ni wivu wa mapenzi. Mimi nishakusamehe toka zamani. Na ndio maana nilifanya jitihada zangu zozote. Nikaenda kukomboa na kuleta hapa tuishi. Tuache maisha kuzurura porini. Ni kweli kaka unachokiongea. Tutaishi kwa amani na upendo. Nitampenda wifi yangu. Nimeshukuru sana kwa kutambua kama Nachi ni wifi yako. So, naomba mwishi kwa upendo, kwa amani, kwa sababu kwa muda huu mtakuwa naye hapa. Na mapenzi upofu, naweza penda hata gizani. Moyo kaubebesha maumivu, mapenzi yanauma ndani kwa ndani. Utumwa wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapoteana. Utumwa wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapotezana. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu, unaweza kupanga yako na yakaharibu. We binti, hivi kwa nini una roho ya kikatili kiasi hicho? Unataka kuniambia haya unayoyafanya huyajui? Hujui madhara yake? Kijana, na kuonea huruma sana. Huyu binti sio mtu mzuri. Na kama unaweza kumwacha mwache mara moja. Nisingetakiwa mimi kuja hapa. Lakini nimekuja hapa kwa huruma zangu kuhurumia kijana. Wewe ni kijana mdogo sana na bado taifa linakutegemea. Sasa acheni tamaa za mwili. Ukimwona tu kila mtu basi unamdandia dandia tu. Sikiliza wewe binti. Leo ninakuonya ni mara ya mwisho. Maana wewe na mkuu wako mmeshazoea kuua watu hapa mtaani. Sasa vifo ambavyo tayari mmeshavisababisha ikawe ndio mwisho. Siwezi kukubali mimi niko kwenye ile eneo na vifo vinatokea. Kwa nini hamna huruma nyinyi? Kwa nini mna roho za kikatili kiasi hicho? Na mara ngapi nimesha kuonya wewe? Nisikilize binti. Kuanzia leo
sitakuwa na huruma na nyinyi. Na huyo unayemtegemea wewe, unayemwita mkuu wako, naenda kumwangamiza muda sio mrefu, na ataangamia. Hutakaa ukamuona katika macho yako. Na hii ikawa ni mara ya mwisho. Nisingependa nikufuate tena. Kumbuka, kila mnachokifanya hapa mtaani mimi najua. Sasa ikawe ni mara ya mwisho. Nisije nikagundua kuna kitu kingine nakifanya nikakushukia. Nitakuangamiza siku hiyo hiyo. Sitaki nikuone tena. Kijana, huyu sio mwanamke kwenda kulala naye. Na usiulize nimejuaje. Wewe fuata maneno yangu. Na kama utahitaji kuwa naye huyo binti kwa tamaa zako, basi kijana, nakushauri nenda kwanza kawaage ndugu zako na wakuandalie kaburi lako. Samahani wifi yangu, nimekuita hapa, kuna jambo nataka tuzungumze. Wifi, najua mimi nimekukosea, lakini tambua kwamba mimi ni binadamu. Nakosea. Naomba unisamehe wifi yangu. Tambua kwamba mimi ni binadamu. Naomba unisamehe sana wifi yangu. Kuondoka kwako nimekosa amani ndani ya moyo wangu. Na pia hatima ndoa yangu ipo mikononi kwako wifi. Natumaini ukinisamehe wewe, ndoa yangu itakuwa sawa. Sawa wifi yangu, mimi nimekuelewa. Kwa kuwa sisi sote ni binadamu, huenda hata mimi nilikuwa na makosa kwako. Na kama kuna jambo lolote wifi yangu mimi nimekukosea, pia naomba unisamehe. Lakini kwa maamuzi niliyokuwa nimechukua, sikuwa na maana ya kuchonganisha wewe na kakangu. Ndio maana nikachukua maamuzi ya kuondoka kijijini. Kwa msamaha wako huu, hata mume wangu atarudisha upendo wake kama zamani. Haya nilikuwa najua kuwa kakaangu asingeweza kukubali nikae mbali naye. Kwa sababu tumezaliwa wawili tu, hakuna mwingine zaidi yetu. Asante kwa msamaha wako. Haya wifi yangu, tufanye maisha. Asante kwa msamaha wako wifi yangu. Kabla ya kuanza na yeye, anza na mimi kwanza. Nisikilize kijana mdogo wewe. Ni heri ya nusu shari kuliko shari yenyewe. Na kuonea huruma sana. Bora ukae mbali na haya, utapotea. Unaonyesha unaogopa. Mbona ni dhaifu sana? Na vipi akifika Sindu, unaweza kupambana naye? Sasa, naomba umwite Sindu waje hapa. Sio kinyago kama wewe. Mwite Sindu! Umejileta mwenyewe. Baada ya kipindi kirefu sana, leo ndio mwisho wako. Hakika hii ya kufurahisha sana. Ulifanya makosa ya kunitoa nguvu na kuniacha. Sindu, kwa sasa niko tofauti sana. Nina nguvu kuliko unavyofikiria. Ninakuua. Sasa huu ndio mwisho wako. Umezoea kutoa damu za watu wasiokuwa na hatia. Sasa leo nataka nikuoneshe kazi.
ndio mwisho wako. Mimi ndio Sindu. Na hii itabaki kuwa historia na itakuwa kumbukumbu ya vizazi vijavyo, na kuanzia sasa watu wataweza kuishi kwa amani. Hakika wewe ni Sindu, na katika hii dunia hakuna kiumbe yoyote anayeweza kukudhibiti. Kakaangu, kwanza kabisa naomba unisamehe sana kwa kilichotokea. Unajua mimi yule mzee simjui wala simfahamu. Sijai kumuona kokote kule. Mimi nahisi atakuwa alijua mahusiano yetu. Ndio maana alipanga tu kuja kuyaharibu. Kakaangu, kiukweli mimi nimetokea sana kukupenda. Naomba unisaidie. Kwani wewe unipendi? Au kwani mimi nina kasoro gani? Mimi ni mbaya? Kakangu, nikwambie kitu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuomba tuendelee na ile penzi letu. Usimsikilize yule mzee. Kwanza ameshazeeka. Atakushauri nini uti? Yaani kiukweli nimetokea kukupenda sana. Leo tutaenda nyumbani kwako. Lakini mimi nanitia mashaka. Yule mzee nyinyi amfahamiani kweli nyinyi? Jamani, haki ya Mungu nakwambia. Yule mzee mimi simjui hata kidogo. Yaani sijawahi hata kumuona. Familia. Wala hata usijali. Tutamkomesha. Tena kumkomesha zaidi, tuonekane sisi tuna mahusiano. Mahusiano yetu yawe lelelele. Alafu tuone kama atapata nguvu ya kutufuata tena. Sawa? Wewe unataka kuambia mara ngapi? Na utaua vijana wangapi mpaka sasa? Uliambiwa na mkuu bado usikii. Hivi kwani nyinyi mna shida gani? Kwani mnapenda sana kunifuatilia? Niacheni na mambo yangu. Mizimu ya kwenu haitaki utembee na kijana yoyote. Wa kwanza umeua na huyu tena unataka umuue. Mkuu alikuonya, bado usikii. Wewe kijana, usikutana na mkuu akakuonya. Kwa nini unarudia makosa yale yale? Unataka usaidiwe vipi wewe kijana? Unaambiwa huyu mtu kaa naye mbali. Kila utakapomuona kimbia. Hafai hata kidogo huyu. Ameua wa kwanza. Na wewe unataka uwawe kwa kifo hicho hicho? Wewe kijana kimbia. Kimbia hapa uondoke. Na wewe ukionekana umesimama na kijana yote hapa mtaani, ama zangu ama zako. Sindu baba, Sindu baba. Nashukuru sana kwa kunipokea hapa kwako. Naona aibu. Sijui hata nikuangalieje. Najisikia vibaya sana kwa yale yote niliyokutendea kule polini. Sikutambua yale yote niliyokuwa nakufanyia. Ulikuwa ni utoto tu yale yote niliyokuwa nakufanyia. Na ndio maana nipo hapa kwa kuomba radhi. Awali ya yote nimefurahi sana kukuona wifi yangu. Maana ni muda mrefu sana tumepotezana. Kwa hiyo nilivyokuona tu nimefarijika sana. Na pia nimefarijika kwa kuwa umetambua makosa yako na namshukuru sana Mungu. Lakini mimi najua tu yale ulikuwa unafanya ni utoto. Maana kujua kwamba yule ni kaka yako.
Yale yote uko nafanya ni wivu tu wa mapenzi. Lakini kitu ambacho kilinishangaza zaidi, ulijua ukweli lakini ukabaki kuwa unamhitaji kaka. Kwa kweli hicho kitu kiliniumiza sana. Nashukuru Mungu umetambua makosa yako na kuchukua hatua kuniita hapa kuja kunieleza au unaniambia. Mimi nishakusamea kitambo sana wifi yangu. Na wala sina shaka kabisa na wewe. Sawa wifi yangu. Mimi nimekuelewa yote hayo. Nitakupenda sana wifi yangu Nachi. Na haya yote nimekuja kuyatambua baada ya mlezi wetu kuniambia ukweli. Wifi yangu Sima, mimi nilikuwa nafahamu muda mrefu sana kuwa wewe na Ufini ni mtu na kakake. Kwa hiyo nilishangaza sana kwa matendo unayoyafanya. Na ndio maana nilikuwa naumia sana. Nimefurahi pia umeshatambua makosa yako. Na mimi wifi yako nimeshakusamea. Karibu sana nyumbani. Chochote utakachohitaji mimi na kakako tupo. Kama kitakuwa kwenye uwezo wetu tutakusaidia. Usisite kuja kutuona. Kwa karibu sana nyumbani. Nashukuru sana wifi yangu Nachi. Na kingine sitaki tena nione hiyo sura ya huzuni. Mimi nimeita hapa ndugu zangu ili tuzungumze vizuri, kwa sababu hapo nyuma tulikuwa tuelewani. Na hisi ndugu yangu Sima unajua, lakini furaha yangu nione umepatana na wifi yako, na naomba tusahau ya nyuma yote, tusahau yote yaliyopita, kwa sababu siku zote Mungu anapenda sehemu ambapo kuna amani, kuna furaha, na siku zote shetani wapenda sehemu ambazo kuna mavutano, kuna mgogoro. Nyinyi ndo familia yangu. Na Yesu ulikumbuka baba yetu mlezi alituambia kama alituokota. Na Yesu umefahamu hilo. Na sikufanikiwa kuona wazazi wangu. Hata pia tumezaliwa tumbo moja, lakini hatukufanikiwa kuona wazazi wetu. Kwa hapa sisi hapa ndio tunaweza kutengeneza familia. Kesho watoto wakaja wakatukulia tupo kwenye mazingira mazuri, na sio ya mivutano na sio ya migogoro. Naombeni, tumekuwa hapa kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu baba mlezi asipotuokota kama tayari tupo duniani, singe kujua ama wangenijua. Ila kwa bahati nzuri tumejuana, tumekomaa, tumefahamiana. Kwa mimi naomba please, niti nikaona tena mmetokea kuna migogoro kati yako na wifi yako. Mimi sitaki kitu kama hicho. Inapendeza kuanzia siku ya leo muombane msamaha, au tele upopita hapo nyuma tu ya sahau. Kuhusu hilo kaka yangu, mbona mimi wifi yangu Nati nishamuomba msamaha tayari na kashanisamee kwa moyo mmoja. Sasa hivi nipo tu nina furaha. Hilo ni jambo jema sana. Na ndugu natakiwa muishi hivyo. Mwenye ni ndugu. Labda mimi nikutoe tu wasiwasi mpenzi wangu kwamba mimi na wifi yangu Sima tayari tumeshaimaliza. Na nilichofurahi zaidi, katambua makosa yake, kanifuata, kaniambia wifi yangu mimi nilikukosea pakubwa sana, kwa naomba unisamehe. Unajua sisi ni binadamu hatujakamilika. Kwa hiyo tuna madhaifu mengi sana. Mimi ni nani niache kumsamehe? Kwa hiyo wifi yangu Sima mimi nimemsamehe kwa moyo wangu wote. Na nimemwambia karibu sana nyumbani, ajisikie kwa nyumbani. Na chochote atakachokitaka sisi tupo. Usichoke kufika nyumbani. Na pia mpenzi wangu Nachi, nikombe kitu. Naomba umsamehe kwa moyo mweupe. Umsamehe, msamaha utoke moyoni. Umaanishe. Kwa sababu najua alikosea sana. Aliingiza hisia wakati tulikuwa tujui kama sisi ni ndugu.
Nesta hilo unalifahamu, nishakwambia. Kwa sitamani tena mambo haya yatokee. Na nimepiganisha sana kwenda kumwokoa, kwa sababu ni ndugu wangu, singemwacha. Ulijua, kwa sababu si tulitangulia ya kuwepo, na ndio maana nilipiganisha kwa namna yoyote nikamwokoa. Moi je vous aime beaucoup na que Dieu fait la grâce. Haya bwana. Mimi nimefurahi sana. Karibu. Sindu baba. Sindu baba. Sindu baba. Dada, Lucky yuko wapi? Lucky ameenda dukani kaka. Nimewaita hapa, kuna jambo nataka tuzungumze. Nafikiri kuna mambo mtakuwa mnajiuliza sana kwenye vichwa vyenu, lakini majibu hamyapati. Lakini mwenye majibu kamili ni mimi, na nilifanya siri kwa muda mrefu sana. Sasa leo nimeona niwaambie. Mke wangu, nafikiri mnafahamu fika kabisa maisha ambayo tuko tunaishi hapo nyuma, lakini mtakuwa mnajiuliza ni kwa nini tumekuwa tajiri ghafla. Najua mtakuwa mnajiuliza sana, nimepata wapi utajiri wa ghafla kiasi hiki? Na bila shaka hamjawahi kupata majibu. Sasa nataka leo niwasimulie. Katika mizimu yetu kuna vazi linaitwa Sindu. Hilo vazi la Sindu, yoyote atakalomchagua na kukaa kwake ni lazima awe tajiri, hata kama alikuwa ni fukara kiasi gani, kwa sababu vazi la Sindu lenyewe ndio huwa linaleta utajiri. Na hili vazi ni vazi la mizimu, na linamchagua mtu yoyote ambaye lenyewe litamtaka, atake asitake, ni lazima alivae. Sindu, Sindu, wewe ni mtu mwenye thamani kubwa sana, ila kwa bahati mbaya hulijui hilo kwa sasa. Lakini haya mateso na magumu unayopitia yasikuvunje moyo, kwa sababu ipo siku utapata faraja kubwa sana. Kwani wewe ni nani? Mbona unaongea na mtu ambaye simuoni? Lakini kaka, hilo vazi la Sindu kama nilishawahi kulisikia kwenye mizimu yetu. Yaani hapa wewe sasa ndo unanikumbusha kitu kaka. Sasa hilo vazi mimi limenitesa sana, kwa kuwa hapo mwanzo sikuwa najua. Nilijua labda tu ni wachawi wananitesa, lakini uhalisia kumbe ulikuwepo wa mizimu. Nilianza kwa mateso sana sana, naweza nikajikuta tu niko sehemu ambayo hata mimi sikuitarajia. Siku nyingine wakati napita njiani kwenye kapori fulani, nikamkuta sasa mtu live, lakini yule mtu mimi namuona, na ile sauti alikuwa akizungumza ndio sauti niliyokuwa nimeisikia kule pale mwanzo. Kwani nimewakosea kitu gani? Mbona mnanifuatilia hivi? Jamani, kumbukeni mimi nina familia. Nina familia mimi jamani. Najua kuwa unifahamu na sura yangu ni ngeni kwako,
lakini nadhani hii sauti sio ngeni kwako, ushawahi kusikia mara kadhaa. Sindu, kama unakumbuka, nilikwambia wewe ni mtu mwenye thamani sana, ila bado tu kuna vitu hujakamilisha. Hapana, mimi naona wote ni wale wale tu nyinyi. Sindu, usichokijua, wewe ndo mmiliki wa vazi la Sindu, na ili haya matatizo na changamoto ziondoke kwenye maisha yako, unatakiwa ulikubali lile vazi, la sivyo hutakuja kupata amani kwenye maisha yako. Kwa kweli nilishangaa sana, nikaona haya ni maluelue na wachawi wananitafuta kuniua. Nilikimbia. Safari ilikuwa ndefu, niliteseka sana. Kuna siku nikakuta naamshwa na mtu nisemfahamu, alafu niko pembezeni mwa mto. Wewe ni nani? Mbona nashindwa kukuelewa? Mna shida gani na mimi bwana? Kama una shida na roho yangu basi ichukue tu, kuliko kunipa mateso kama haya. Kwa uoga sana ilibidi nizipokee zile nguo. Nilivyozipokea pale sasa ndio nikawa nimeshaupokea utajiri. Kwa kweli sikuamini. Nilienda kuamshwa tena kwenye nyumba ya kifahari. Kwani mna shida gani na mimi nyinyi? Kwani mnanitesa hivi? Kwani mnanitesa hivi? Haya mateso yalikuwa ndio nyinyi mnayapitia kweli, mkaweza kukubali kweli? Ona sasa, huku mnaleta wapi? Umeleta wapi huku? Mwanzo umenipeleka kijijini, sasa umenileta huku. Sasa mnataka nini kwangu?
Unataka nini? Naongea na wewe. Mbona ongei? Basi nikakaa kwenye nyumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ngajiona kuna watu wanakaa huko, mtawaona. Nikaona kimya. Siku nimetoka za nje, naona magari haya. Mara ghafla katokea tena. Ikabidi kwa ujasiri sasa nimuulize, samani, mimi nashindwa kuelewa. Naona tangia nimefika hapa, hii nyumba naona iko kimya kabisa. Sijaona mtu aina yoyote mna. Sasa mimi naomba kuuliza, hii nyumba na haya magari ni vya nani? Na humu wanaishi kina nani? Unataka kusema hii yote ni mali yangu? Mimi mzee Kikuti? Kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Mbona mimi hali yangu ni ya kimaskini sana, nikapuku kabisa, nisiyekuwa na mbele wala nyuma. Inakuwaje niwe tajiri ghafla hivi? Kwa hiyo hapo ndio kama nichukue familia yangu sasa tuje tuishi hapa. Kwa hiyo vazi la Sindu ukiwa nalo unakuwa na nguvu kubwa sana sana, hata wachawi hawawezi kukuweza. Sasa hilo vazi baada ya kuja kwangu, kuna watu wanalifahamu hilo vazi, historia yake, wakawa wanalitafuta, wakaja mpaka hapa mjini. Mkuu, unadhani tutampata kiurahisi? Maana naona jiji ni kubwa sana. Anapokuwepo Bitausi Mnyama, hakuna linaloshindikana. Tutawapata na lazima tupate Sindu. Mkuu, sikatai, lakini vipi kuhusu usalama wetu? Maana hizi anga hatuzijui kabisa. Unaongea nini? Unaongea nini? Unapokuwa mchawi unatakiwa kuwa na roho ngumu na maamuzi magumu. Unapokuwa na Bitausi, jiamini. Nimekwambia lazima tuipate Sindu. Walipofika hapa mjini baada ya kulikosa vazi, wakaanza kuua watu. Wakaua watu sana, wakafanya mauaji mengi sana. Wakaleta vibweka vingi sana, hata nyinyi baadhi mliviona. Lakini mlikuwa mjui vinasababishwa na nini. Lakini kwa sababu nilikuwa na nguvu kubwa sana ya Sindu, nilikuwa najua namna kuweza kupambana nao. Hivi hapa ninapozungumza, niliingia mtaani kwenda kuwasaka mmoja baada ya mwingine. Na kilichonisukuma kwenda kuingia mitaani kuwatafuta ni haya mauaji ambayo wanayafanya.
na niliweza kuwateketeza. Umejileta mwenyewe baada ya kipindi kirefu sana. Leo ndio mwisho wako. Hakika hii ya kufurahisha sana. Ulifanya makosa ya kunitoa nguvu na kuniacha. Sindu, kwa sasa niko tofauti sana. Nina nguvu kuliko unavyofikiria. Ninakuua. Sasa huu ndio mwisho wako. Umezoea kutoa damu za watu wasiokuwa na hatia. Sasa leo nataka nikuoneshe kazi. Na mpaka sasa tunazungumza, mtaani huko sasa kuna amani kubwa sana. Hakuna vilio tena. Kwa hiyo vazi la Sindu ni vazi lenye nguvu kubwa sana, na ndio maana likaitwa Sindu. Na yoyote atakayemchagua ataitwa jina hilo hilo la Sindu. Na hii nilifanya siri kwa muda mrefu sana, lakini baadaye siri hii huyu Samia alikuja akajua. Mizimu yenyewe ilimchagua, akajua siri iliyoko ndani. Lakini mwanangu Samia, umeshindwa kunyibia siri hata kidogo. Jamani. Haya. Kama kuna jambo mimi niliwakosea kwa kujua ama kutokujua, naomba unisamehe. Mke wangu, naomba unisamehe pia. Samehe mume wangu. Kikwape kitamba ni afute machafu, moyo umetanda hofu, imani yangu dhaifu. Eti sifuri ni namba japokuwa haina gamana. Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza zao tamaa. Iweje utamani cha mwenzako, iweje utamani vya wenzako. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Unaweza kupanga yako